Mwanamke mmoja alikwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watu walikuwa wamemzunguka kama kawaida, wakimsikiliza akitoa hukumu kufuatia uongofu wake. Akasema kwa sauti ya chini iliyojaa majuto, ewe Mtume wa Allah, mimi nimefanya uzinzi, basi nikatakasie, yaani nipe adhabu ya kisheria. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyamaza kana kwamba hakusikia na akamgeuzia uso wake. Mwanamke akarudi kusema tena, lakini hakujibiwa. Akarudia mara 3 na 4 hadi akasisitiza sana, ndipo ikaonekana kuwa haiwezekani kupuuzwa tena. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza kwa upole uliojaa huruma, je, una wazimu? Akasema hapana. Akasema, je, umeolewa? Akasema ndiyo. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akafahamu kwamba jambo la kweli na kwamba anakiri dhambi kubwa akiwa ameolewa na adhabu yake ni kupigwa mawe, yaani rajmi. Hata hivyo hukumu huyo mara moja. Akamtazama na kuona ana ujauzito. Akasema kwa huruma, hapigwi mawe mwanamke mjauzito, wala haki ya nafsi isiyo na hatia haichukuliwi kwa sababu ya dhambi ya mwingine. Akamwamuru arudi kwa familia yake na asubiri hadi ajifungue. Akaondoka akiwa na hofu na toba na matumaini na majuto. Baada ya muda akajifungua mtoto. Akaja naye kwa Mtume. Akasema, ewe Mtume wa Allah, nimejifungua. Akasema, rudi kamnyonyeshe mtoto apate kuacha kunyonya. Akafanya hivyo akimlea mtoto wake. Baada ya muda mtoto alipokuwa na kuanza kula chakula arudi tena akasema, ewe Mtume wa Allah, nimemwachisha kunyonya na sasa anakula chakula. Ndipo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaamuru utekelezaji wa hukumu baada ya masharti yote kutimia. Akaletwa mbele, akafunikwa kwa nguo kwa ajili ya heshima na ulinzi wa sitara. Kisha watu akampeleka mahali pa utekelezaji wa adhabu ya kisheria na akapigwa mawe kwa mujibu wa hukumu ya Allah. Baada ya hapo Mtume akamsalia sala ya maiti. Umar bin Khattab akashangaa na akauliza, ewe Mtume wa Allah, unamsalia mtu aliyefanya uzinzi? Mtume akajibu, ametubia toba ambayo kama ingegawanywa kwa watu 70 na Madina ingewatosha wote. Je, kuna toba iliyo bora kuliko kujitoa nafsi yake kwa ajili ya Allah? Toba ya kweli hupimwa kwa utiifu wa ukweli, si maneno tu. Sheria inatoa nafasi ya huruma katika kuchelewesha na haki katika utekelezaji. Adhabu ni kafara ya mwenye kutubu, ni kama hakuwa na dhambi. Haki ya viumbe haipotei, hata ya mtoto aliyetumboni, kwa jina la kutekeleza haki ya Muumba. Allah atuepushe na dhambi kubwa, zinaa pamoja na vizazi vyetu. Kama umesikiliza kisa hiki mpaka mwisho, basi usiondoke bure, bali acha athari njema kwa kuandika moja miongoni mwa majina matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala.